tunahangaika tunakwenda. Na kwa tu yametopolewa katumacho ila haumjui. Hayo mahudhurio watuomba, diwani alikuja na mtendaji. Tunaomba tuandike basi mahudhurio kama mkutano. Sawa. Lakini sisi tuliwaambia, hasa mahudhurio ya nini wakati tumekuja tu kama hapa? Hatutaki mahudhurio, amna. Tunaomba ni jamani tuandike tu mahudhurio kwenye mkutano. Kumbe yale mahudhurio ndo wakatubadilikia. Yale ndo yakawa makubaliano yetu. Lakini sisi hatukubaliani nao. Tunaishi kwa hofu. Watu wanakuja kwa magazibu, wanakuja wamevalia nani usoni, hata kumtambua humtambui. Sasa itakuwa ni kweli kama ni kambi la jeshi linalotambulika kweli, kwa nini tufanyie hivi? Wao kwa madai yao walisema kwamba watupe fidia tuondoke. Sasa na sisi madai yetu, hatutaki kuuza makazi yetu kwa 800,000. Hatutaki kupokea fidia yoyote kupitia makazi yetu. Bala tubaki na makazi yetu. Nilikuwa nimetoka mimi, wakaja kuwakamata wale watoto wana miaka kama 10, 12, wakawaingiza kwenye matope. Kile kitu kilinishangaza. Niliporudi ndio nikakuta hilo tukio, wanao pale wamewasimamisha kwenye matope. Na mimi wakaniambia twende huku. Waliponifikisha kwenye matope wakaniambia ingia humu kwenye matope. Niliwaambia pigeni muue, mimi siwezi kuingia. Sisi hatuna maelewano zaidi, maana yake walitunyanyasa. Kuanzia kama hivyo tungekuja kuelewana nao, wakasema yani hekari ni shilingi 850,000. Na nikiangalia kiwanja kinauzwa milioni 3. Na tuko ndani ya mjini sasa hivi hapa tulipo. Wanasema ni wanajeshi. Tukiomba vitambulisho wanasema hawana vitambulisho. Hata ukimwambia naomba uniambie jina lako, jina hawataji majina yao. Wanasema wewe jua ni hivyo. Kuna wengine tunawafahamu mpaka wanapoishi. Hiyo wanazifanya sasa hivi ni wanajeshi. Wao walichokuwa ndani mara ya kwanza, walisema hii sehemu kuna kambi kuu kanda magharibi. Walisema ataonekana waziri mkuu atafika hapa, Rais Samia atafika hapa. Na waziri wa ardhi na waziri wa ulinzi. Tangu tuanze mwaka 2021 hakuna aliyefika mmoja hata mmoja mkubwa. Hakuna makubaliano tuliokaa tukazungumza tukaelewana, hakuna chochote zaidi ya vitisho na kutisho kwamba tutapelekwa ndani kwenda kufungwa. Malipo ni madogo, halafu vile vile hatuna makubaliano nao sisi. Kama walivyodai walivyokuja kwamba tunaomba, tumekataa, kwa hiyo mradi wa upeleke sehemu nyingine. Ni kweli toka 2022 kuna maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya jeshi, na maeneo hayo wananchi walitangaziwa na tukakaa vikao vya kawaida ambavyo vinahitajika kueleza namna ambavyo kambi hizo zitakuwepo na waliokuwepo katika ile maeneo watapewa fidia. Na mpaka sasa kuna ambao tayari wamepewa fidia na kuna ambao wanamaliziwa fidia yao. Kwa hiyo eneo la jeshi liko upande wa Mbogwe, lakini wananchi wanaondoka kwa namna ile ambavyo serikali kabisa inaruhusu kuondoka, kwamba watafidiwa maeneo yao na watalipwa, na wakishamaliza kulipwa wataondoka. Na hamna mtu yote anaweza kuondoka kabla ya kulipwa. Wameitishwa vikao vya kawaida, wenye vitu wa vijiji wanajua, mabalozi wanajua, lakini kila kaya ambayo mradi unapita waliitwa na wakashirikishwa na kila mmoja aliandika. Kwa hiyo ile mikataba yote ipo na kila mmoja alisaini mkataba. Na hakuna lalamiko lolote ambalo liko ofisini kwangu kwamba mtu amekuja kusema ile fidia ni ndogo, kwa sababu fidia zote zinatokana na fidia za kiserikali zilivyo. Hakuna mtu anaonewa. Kwa upande wangu mimi kama mkuu wa wilaya ndo mwenyekiti wa ulinzi wa wilaya. Hakuna mtu ambaye amekuja akaja akalalamika, kwa sababu hakuna mtu aliyekuwa juu ya mwenyekiti ambaye ni mimi hapa. Kwa hiyo mimi niko pamoja na wao bega kwa bega, na hakuna mtu atakayefukuzwa au atakayeonewa na mwanajeshi kwa sababu yuko katika eneo la jeshi. Eneo la jeshi ni lile tayari ambalo limeshalipiwa. Lile ambalo halijalipiwa bado watakaa mpaka watakapopewa fidia yao wataondoka. Kwa hiyo mimi niko kwa ajili ya kuwalinda na niko kwa ajili ya serikali.